Utawala wa Donald Trump unaonekana kujengwa juu ya dhana kwamba nguvu ya kijeshi, kiuchumi na kisiasa ya Marekani inaweza kulazimisha mataifa mengine kufuata matakwa ya Washington. Lakini sasa dhana hiyo inakabiliwa na mtihani mkubwa katika maeneo mawili yanayotofautiana kabisa. Iran, adui wa muda mrefu wa Marekani, na Canada, mshirika wa karibu wa Washington. Msingi wa falsafa hii umeelezwa wazi na mshauri wa Trump, Stephen Miller, aliyesema dunia inaendeshwa na nguvu, matumizi ya nguvu na mamlaka. Kwa mtazamo huo, taifa lenye nguvu zaidi lina uwezo wa kuweka masharti na mataifa mengine kulazimika kuyafuata. Lakini si kila aina ya nguvu inaweza kutafsiriwa moja kwa moja kwa ushindi wa kisiasa. Marekani ina uwezo mkubwa wa kijeshi kuliko Iran. Ina ndege za kivita, manowari, satellites, mifumo ya makombora na uwezo mkubwa wa kijasusi. Hata hivyo, changamoto kubwa kwa Washington si kuonyesha kwamba inaweza kuipiga Iran, bali ni kuifanya Tehran ibadili msimamo wake. Kwa mujibu wa wachambuzi wa CNN, vita vilivyoanzishwa na Trump vimeendelea kwa miezi kadhaa bila kufikia mwisho ambao Washington imekuwa ikiutaka. Hii inaonyesha tofauti muhimu kati ya uwezo wa kuharibu miundombinu ya adui na uwezo wa kulazimisha adui akubali masharti yako. Sasa, Marekani imeongeza uzito kwenye vita vya kiuchumi. Waziri wa Hazina Scott Bessent ametangaza kile alichokiita economic onslaught dhidi ya mtandao wa kifedha wa Iran. Lengo ni kuifanya Iran ishindwe kupata fedha, kufanya biashara na kutumia taasisi za kimataifa zinazosaidia uchumi wake kuendelea kufanya kazi. Ikiwa Marekani itaweza kuwashawishi washirika wake wengi kushiriki kikamilifu, hatua hiyo inaweza kuwa na madhara makubwa kwa Tehran. Lakini tatizo ni kwamba Iran haifanyi biashara na Marekani pekee. China ni muhimu sana katika mfumo huo, hasa katika ununuzi wa mafuta ya Iran. Ikiwa Beijing itaendelea kulinda maslahi yake, juhudi za Washington kuzitenga kabisa fedha na biashara za Iran zitakuwa ngumu zaidi. Hapa ndipo nguvu ya Marekani inapokutana na mipaka yake. Marekani inaweza kutoa vikwazo, lakini haiwezi kuamua kwa urahisi kile ambacho China, Urusi au mataifa mengine yenye maslahi nchini Iran yataamua kuyafanya baadaye. China inaweza kuwa kipande muhimu zaidi katika mpango wa Trump wa kuishinikiza Iran. Washington inaweza kujaribu kuiadhibu benki au kampuni yoyote inayosaidia Iran, lakini ikiwa hatua hizo zitaathiri maslahi ya China, Beijing inaweza kujibu vikali zaidi. Udhibiti wa bidhaa ya malighafi muhimu, ikiwemo madini ya adimu yanayotumika katika teknolojia na sekta ya ulinzi, unaweza kuifanya Marekani nayo ipate gharama kubwa. Hivyo, swali si tu kama Marekani ina nguvu ya kuiadhibu Iran. Swali kubwa ni kama inaweza kutumia nguvu hiyo bila kuanzisha mzozo mpana zaidi wa kiuchumi na China. Na hii ni muhimu zaidi kwa sababu ziara ya Rais Xi Jinping nchini Marekani inatarajiwa mwezi ujao. Trump atalazimika kusawazisha shinikizo kwa Iran na hitaji la kutokuharibu kabisa uhusiano na Beijing. Changamoto nyingine tofauti kwa Marekani ni Canada. Iran ni mpinzani wa Marekani, lakini Canada ni jirani na mshirika wa karibu. Ni mshirika na sehemu muhimu ya uchumi wa Amerika ya Kaskazini. Hata hivyo, mvutano kati ya Washington na Ottawa umefikia hatua ambayo Waziri Mkuu Mark Carney ameanza kuzungumza kuhusu Marekani kama nchi iliyobadilika chini ya Trump. Carney ameshutumu matumizi ya utegemeano wa kiuchumi kama silaha na kusema Canada haitoruhusu taifa jingine kuamuru mustakabali wake. Hii ni hatua muhimu kisiasa. Kwa miaka mingi, uhusiano wa Marekani na Canada ulijengwa juu ya ushirikiano mkubwa wa kiuchumi, kiusalama pamoja na kisiasa. Lakini madai ya Trump kuhusu Canada kuwa jimbo la 51 la Marekani yameifanya hoja hiyo kuwa suala la utaifa na mamlaka, si biashara peke yake. Kwa Wakanada, suala linakuwa je, Marekani inataka makubaliano ya kibiashara au inataka ushawishi mkubwa juu ya maamuzi ya Canada? Hapo ndipo mvutano unakuwa mgumu zaidi kutatua. Kwa ukubwa wa uchumi, Marekani ina nafasi kubwa zaidi, hivyo vita vya kibiashara vya muda mrefu vinaweza kuumiza Canada zaidi. Lakini hiyo haimaanishi Ottawa haina uwezo wa kujibu. Sekta ya magari ni mfano mkubwa. Minyororo ya uzalishaji kati ya Canada na Marekani imeunganishwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Kuvuruga biashara hiyo kunaweza kuathiri viwanda, ajira na bei katika nchi zote mbili. Canada pia inaweza kutumia ushawishi wake wa kisiasa na kiuchumi dhidi ya bidhaa za Marekani.
Ikiwa hatua hizo zitawaumiza wapiga kura katika majimbo muhimu ya Marekani, hasa yale yenye uhusiano mkubwa wa kibiashara na Canada, suala la biashara linaweza kugeuka kuwa tatizo la uchaguzi kwa Republican. Hivyo nguvu ya Canada haiko kwenye uwezo wa kushinda vita ya moja kwa moja dhidi ya Marekani, bali kwenye uwezo wa kuifanya Marekani nayo ilipe gharama kubwa zaidi. Nadharia kwamba taifa lenye nguvu linaweza kulazimisha wengine kufuata matakwa yake ina udhaifu mmoja mkubwa. Mataifa yanaweza kuwa tayari kubeba gharama kubwa ili kulinda uhuru wao. Kwa Canada, suala la lugha, utamaduni, sera za biashara na mamlaka ya kitaifa linagusa utambulisho wa nchi moja kwa moja. Kwa Iran, suala linahusishwa na uhai wa mfumo wa kisiasa na uwezo wa nchi kujiamulia mambo yake. Kadri shinikizo linavyoongezeka, ndivyo hata mataifa madogo yanaweza kuwa tayari kuvumilia maumivu ya kiuchumi ili kuzuia taifa kubwa kuyaamulia mustakabali wao. Hii ndiyo iron law nyingine ya nguvu ambayo inaweza kumkabili Trump. Ukishinikiza uhuru wa taifa, unaweza kulifanya liwe tayari kulipa gharama kubwa zaidi ulivyotarajia. Changamoto nyingine ni uaminifu wa tishio. Trump amekuwa akitumia vitisho vya ushuru, vikwazo na hatua kali kama njia ya kupata makubaliano. Lakini ikiwa vitisho hivyo vitaishia kuleta gharama kubwa kwa Wamarekani wenyewe, presha ya kisiasa inaweza kumlazimisha kubadili msimamo. Na hapo ndipo dhana ya TACO, Trump always chickens out, inapopata nafasi katika mjadala wa kisiasa nchini Marekani. Ikiwa Trump anatishia hatua kali lakini baadaye anarudi nyuma, wapinzani wanaweza kuona huo kama udhaifu badala ya nguvu. Lakini ikiwa hatarudi nyuma, gharama zinaweza kuwa kubwa zaidi. Bei ya nishati inaweza kupanda, bidhaa zinaweza kuwa ghali zaidi, masoko yanaweza kuyumba na biashara za Marekani zinaweza kuumia zaidi. Kwa hiyo, Trump anakabiliwa na tatizo la aina mbili. Kurudi nyuma kunaweza kudhoofisha mamlaka yake, lakini hata hivyo kusimama imara kunaweza kuongeza gharama kwa uchumi wa Marekani. Vikwazo dhidi ya Iran vikifanikiwa bila kulipiza kisasi kikubwa, Trump anaweza kudai ushindi wa kuonyesha kwamba nguvu ya Marekani bado ina uwezo wa kulazimisha matokeo. Lakini ikiwa China itapinga, bei ya mafuta itaongezeka, masoko yatatetereka, au washirika wa Marekani wataanza kutafuta njia mbadala za kibiashara na kifedha, na mkakati huo unaweza kugeuka kuwa mzigo kwa Washington. Na vivyo hivyo kwa Canada. Marekani inaweza kuwa na uchumi mkubwa zaidi, lakini uhusiano wa karibu wa kiuchumi unamaanisha kwamba kuvunja mfumo huo kunaweza kuwa na madhara makubwa kwa pande zote mbili. Kwa hiyo, vita vya kibiashara si kama vita vya kijeshi ambavyo mshindi anaweza kutajwa kwa urahisi. Wakati mwingine pande zote mbili hupoteza. Kinachojaribiwa sasa si tu sera ya Trump dhidi ya Iran au Canada. Kinachojaribiwa ni nadharia nzima kwamba nguvu kubwa ya Marekani inaweza kutumika kulazimisha mataifa mengine kufuata matakwa ya Washington. Iran inaonyesha kwamba nguvu ya kijeshi inaweza kuleta uharibifu mkubwa bila ulazima wa kuleta kujisalimisha kisiasa. Canada inaonyesha kwamba hata mshirika wa karibu anaweza kupinga pale anapoona uhuru wake unatishiwa. Na China inaonyesha kwamba katika dunia ya sasa, Marekani haiwezi kufanya maamuzi ya kiuchumi kana kwamba mataifa mengine hayana uwezo wa kulipiza kisasi. Kwa hiyo, changamoto kubwa kwa Trump si kama Marekani ina nguvu, ni kweli ina nguvu. Swali ni kama inaweza kutumia nguvu hiyo kwa kiwango ambacho kinawalazimisha wengine kubadilika bila kusababisha gharama kubwa kwa Marekani yenyewe. Na hapo ndipo vita vya Iran na mzozo wa Canada vinakuwa zaidi ya migogoro miwili ya nje. Vinakuwa mtihani wa kama nguvu pekee bado inatosha kuendesha siasa za dunia ya karne ya 21.